الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Namomba Allah kwa utukufu wake, kwa rahma zake, kwa ukarimu wake na kwa baraka zake, kama alivyotukutanisha ndani ya nyumba yake, sote akhera tukutanishe katika pepo ya Firdaus pamoja na mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ndugu zangu Waislamu, kama ambavyo mlivyopata kusikia khutba yangu, mimi nikiwa kama dai ambaye alhamdulillah mwaka huu 2021 naingia mwaka wa 25 tangia nianze da'wa nikiwa mtoto mdogo sana. Kwa kawaida yangu napenda kubadilisha vichwa vya habari, wala siji na kichwa cha habari kwa sababu ya malengo. Lengo langu ni dini, na kwa kuwa ninachokisema ni katika mafundisho ambayo yamo ndani ya Qur'ani na sunna ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, basi sina budi ya kuyafikisha. Katika ulimwengu wetu wa sasa, Waislamu wafanya biashara wamejisahau sana. Mimi ninakumbuka rais wa awamu ya 3 Benjamin William Mkapa alipokuwa katika ukumbi wa Diamond Jubilee, akatoa kuwapa Waislamu majengo katika mkoa wa Morogoro, majengo ambayo sasa hivi yanatumika kwa chuo kikuu cha Waislamu MUM. Alisema, na mpaka leo maneno haya sijayasahau, anasema kwa kuwa wafanyabiashara wakubwa katika nchi hii, wale wa mwanzoni, wale matop ni Waislamu, basi natoa wito kwa Waislamu, wafanyabiashara wa Kiislamu, saidieni chuo chenu. Rais wa nchi anajua wafanyabiashara wakubwa nani? Ni Waislamu. Kulikuwa na waziri rafiki yangu, sitaki kumtaja waziri huyu ni wa awamu ipi, ni hii ya 5 au iliyopita ya 4 au iliyopita ya 3 au iliyopita ya pili, maana hizo ndo na kumbukumbu nazo. Wakati wa Nyerere sikumbuki mambo mengi, sitaki kutaja. Ni waziri kamili, alikuwa rafiki yangu, tena si Muislamu. Alinitembelea siku moja ofisini, aliniumiza roho sana kwa maneno yake. Mwenyewe alikuwa anakusudia kutoa ushauri, lakini katika hali ya kunipongeza kwa yale aliyoyaona kwangu. Kumbe hajui ya kuwa alinitandika bakora tamu sana tena mgongoni. Aliniambia, hongera sana, naona una shule nzuri tena ya kisasa, majengo ya gorofa. Akaniambia, unajua ya kuwa wafanya biashara wakubwa katika nchi hii ni Waislamu? Kabe ndio mheshimiwa. Akasema, huwezi kuona lori, 99% lori zote za Waislamu. Uongo kweli? Akaniambia, petrol station zote, vituo vya mafuta, 1% kubwa ni za Waislamu. Uongo kweli? Akaniambia, nenda Kariakoo pale, duka zote za Kariakoo, Fujo zote, ile maduka yote, 1% kubwa ni Waislamu. Uongo kweli? Ushuhuda mwingine wa waziri katika serikali, siseme serikali ipi, ananiambia hivi, Mungu kama alivyowafungua Waislamu kwenye biashara, hakuwafungua kwenye elimu. Mnanielewa Waislamu? Akaniambia, leo mna shule chache, vyuo vikuu, chuo chenyewe tunacho kimoja tu kinaitwa MUM, kina hali mbaya, nendeni mkaulizi. Tena cha kupewa na Mkapa majengo. Mabilionea, matilionea, mazilionea, zedi ndio herufi ya mwisho, muite hata zilionea shekhi, utakufa na mazilioni zako hayo. Hakuna mwenye mpango na Waislamu wala Uislamu. Anasema Mungu kawafungua kwenye biashara, hakuwafungua kwenye elimu. Leo jamii ya Kiislamu inaonekana iko nyuma kwenye kusoma. Tunaambiwa hatujasoma. Matajiri wa Kiislamu wanashindwa kuwasomesha vijana wa Kiislamu.
Vijana wa Kiislamu wanamaliza mashule, anamaliza form 4, anamaliza form 6, anataka akasome, anaambiwa ukitaka kusoma serikali itakukopesha, na serikali ikikukopesha itakukata kwa muamala upi? Wa riba. Mashekhe tunawaambia vijana, riba dhambi yake ndogo kuliko dhambi zake zote, ni sawa na kumuingilia mama yako mzazi. Kijana anarudi nyuma, tuna maform 4 wengi, maform 6 wengi, wako wasomesha hakuna. Mimi najiuliza pesa zao zinafanya kazi gani? Yani tunasomwa, mawaziri wanatujua. Rais Mkapa alisema nyie ni matajiri wakubwa, ni nyie, saidieni chuo chenu. Takupeni kisa kimoja cha tajiri mmoja Dar es Salaam, jiji la gharama. True story. Yeye mwenyewe tajiri kanihadithia. Kafuatwa na mashekhe wanaomba mchango wa msikiti. Akasema eti hakuamini sura zao. Mkiwatazama bwana janja. Kasahau ya kuwa dini inasema ukitoa Allah kafanyaje? Kashalipokea. Na yule akila moto unafanyaje? Unamsubiri. Na kwa mtindo huu mnaona mashekhe wote matapeli, waongo, wajanja. Kwa kisingizio hicho hamtaki kusaidia dini. Akaambia mashekhe, sikilizeni bana, msema kweli mpenzi wa Mungu, mali zangu zote zimetokana na riba. Anachomoa tu, hataki kuwasaidia. Kwa hivyo siwezi kutoa chochote kwa ajili ya kujenga msikiti, kwa sababu mali yangu ni haramu. Asema wale mashekhe, akasema tunakushukuru kwa ukweli wako na uwazi wako, basi tunamwomba Allah kuongoze. Wakaondoka. Asema siku ya pili wakarudi. Bwana wewe, sisi tumefikiria sawa, mali yako ni ya riba, sisi tumerudi tena, tupe katika mali yako hiyo riba, tutakwenda kujengia vioo vya msikiti. Sikawachomoka mashekhe, kafanyaje? Wakamrudisha kwenye laini. Nikamuuliza kipi kilichotokea? Sema nikawazuga tusikuwapa chochote. Ndo hali ya Waislamu wa sasa. Qur'ani tukufu sura ya 9 aya nambari 60 inasema wenye kustahiki zaka ni watu wa aina ngapi? Angalia vidole vyangu, watu wangapi? 8. Watu wa sampuli 8 wanastahiki nini? Zaka. Sina hakika kama kuna tajiri Tanzania hii anatoa zaka kwa kuwafikia watu wa sampuli zote 8 alizowataja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sina uhakika. Mtakutajieni, mtanisaidia na nyinyi kweli hawa wanafikika? Innama sadaqatu, zaka wakati mwingine katika lugha ya Qur'ani huitwa sadaka, hakika si vinginevyo zaka. Mtu wa kwanza kabisa anastahiki lilfuqarai, manake Sheikh Abdullah, manake mafukara, mafakiri wa kwanza, wal masakini wa pili, maskini wa tatu, wal amilina alaiha, na wale wanaotumikia, wale wanaosimamia. Police za bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, matajiri walete zaka kwake katika baitul mal. Leo kuna baitul mal, kila tajiri anaamini watu wote ni matapeli, zaka wanatoa wao kivyao, ili hali sheria na kanuni ya utoaji wa zaka na hakika wengi wao hawajui. Kwa hiyo mtu wa tatu yupi? Anayetumikia, wale wanakufanya mahesabu, auditing, maodita wale, wakazipeleka kwa wahusika, wanafungulao wasije wakapiga panga pesa za maskini na mafukara. Watatu, walmuallafati qulubuhum, na wale waliosilimu, ambao wakishasilimu wanafukuzwa upande wa pili, wananyang'anywa kila kitu. Wapeni katika kuwatia moyo na kuwatia nguvu.
Leo mapasta wangapi wanakiri Uislamu ni dini ya haki, lakini maisha naishi mimi, hii villa, usafiri magari mawili matatu, mtanyang'anywa vyote. Nikija kwa Waislamu, hali yenu mimi mwenyewe naona pangu pakavu tia mchuzi. Mashehe wenu wenyewe hawana magari, ngoko tu hapa. Simtanirudisha kwenye maisha yangu, bana niacheni tu. Mimi lakini naamini Uislamu dini ya haki. Wanaoslimu wanawezeshwa na Waislamu katika zaka zao. Alafu wafirriqabi, wangapi huyo? Watano. Wafirriqabi, na katika kuwagomboa watumwa. Nani zaka yake aliwahi kumgomboa mtumwa? Wanawachuoni wa sasa wanasema ikiwa watumwa hawapo, basi kuna wafungwa, kuna watu wako jela kwa sababu ya faini tu, traffic case. Toa 600,000 au miaka 2 ndani, hana hata 50,000, wanaozea jela. Yuko rafiki yangu mmoja anaishi nchi za Kiarabu. Siku moja aliniambia, bana, kuna sadaka ya ajabu haijawahi kufanya na watu wengi, nataka kuifanya mimi kupitia kwako. Uko tayari kufanya nami mkazi hiyo? Nikamwambia, hebu nieleze. Naomba uende katika mahakama ya wilaya ya Temeke ukawaulize kuna watu gani wangapi ambao wana traffic case wako ndani kwa sababu ya kukosa pesa za fine. Niko tayari kuwatoa. Shekhe, nikaona hii na mimi na fungu langu, kawasha gari langu nikaenda mahakamani. Waheshimiwa wakanipa ushirikiano, nikapewa orodha ya watu zaidi ya 20. Katika hao shekhe kuna mzee ana miaka 80, 100,000 imemfunga, mwaka mmoja ndani au 100,000, mkazi wa Mkuranga. Shekhe, karibia 2,000,000 wala hazifiki mbali. Tumewagomboa watu. Na hiyo clip na mimi aliwahi kuiweka hata kwenye YouTube. Miongoni mwao si Waislamu, kawatoa pia sio kwa Waislamu. Akasema nikiwatoa Waislamu watupu nitaambiwa na bagua, ngoja tutoe wote ili wengine waone Uislamu dini ya huruma. Tajiri gani wa Kiislamu kwa kufikiria hivyo? Sina allergy nao, sina ugomvi nao, ni ndugu zetu, jamaa zetu, tunawapenda, lazima tuwakumbushe. Twende, yangapi hiyo shekhe? Walgharimina, na wenye madeni. Nyote hapa mna madeni nyinyi. Kuna mtu anawalipa madeni yenu? Katika zaka ya Allah, Allah anasema kwenye zaka yangu walipieni wenye madeni. Kuna watu kila kukicha wanabadilisha nambari za simu, aka wazee wa kudaiwa. Hoja kusikia habari hizo? Huyu Masawe huyu, yuko wapi Mchaga huyu? Huyu Masawe alinitumia clip moja kuchekesha siku moja, kabebu muangalie Mchaga huyo. Mchaga anadaiwa. Hii wa vijana wa kuact ya kuchekesha, lakini tunapata mafunzo ndio hali halisi. Kapigwa simu, bana kwema, ng'ombe vipi? Wanaenda vizuri kaka. Nani vipi? Wako vizuri. Deni yangu vipi? Unasema network mbaya hapa sikusikii. Yapo hayapo? Wale wameact, lakini kwenye uhalisia yapo hayapo? Kuna watu wanajinyonga, wanakosa imani, wanajinyonga sababu ya madeni. Uongo kweli? Allah anasema katika mali yangu ya zaka pia walipia mwenye madeni nini? Madeni yao. Kuna mtu analipa madeni yake? Wangapi shewe? 8. Wa fi sabilillah. Wa 7 wa fi sabilillah. Na zaka zenu zitoeni katika njia ya Allah. Fi sabilillah, wanawachuoni wapo waliosema katika njia ya jihadi. Na wako waliosema fi sabilillah ni kujenga misikiti, madrasa, kusaidia mashekhe, kusaidia walimu wa Qur'ani wasiwe na hali ngumu. Yote inaingia fi sabilillah, maana yake na katika njia ya Allah. Njia ya Allah ni pana. Mwisho akasema 8 wabn sabil, jengeni majumba ili muwasaidie wapita njia walioharibikiwa. Kaingia mjini Dar es Salaam jiji la gharama, kaporwa kila kitu, pakwenda hana, pesa gesti hana. Wasaidieni wapita njia, muwafikishe makwao waliokatikiwa njiani. Watu wa aina 8, tajiri gani ajitokeze, kidume gani, zaka yake kila mwaka anawatafuta watu wa sampuli 8 na anawafikishia. Tunaishia kwa hapa maskini na mafukara tu basi. Tena si zaka, Sheikh Abdullah, si zaka, futari. Kilo 5 ya mchele, kilo 5 ya sukari, mafuta lita 5, 50,000. Zaka. Zaka baba, hii sio zaka. Baba umetoa futari.
Zaka ina viwango vyake vya kutolewa. Kaeni muwaulize mashekhe. Wanawachuoni wanasema unamtoa mtu na yeye mwakani aje kutoa zaka, si unampa msingi wa maana? Ndio 10,000 mnapewa iftari, mnasema mnapewa zaka. Semeni iftari. Waislamu, Allah anasema katika Qur'ani, wa anfiqu, natoeni, mimma razaqnakum, kutokana na vile tulivyowaruzuku, min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, kabla ya mmoja wenu kufikiwa na umauti. Mtu anapokuwa katika sakaratul maut, roho inatoka kwa hatua baada ya hatua. Ikifika katika hatua ya mwisho kwenye koromeo, mwana wa Adam ataomba ombi moja, atatamani tamanio moja, anasema ya rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, rabbi nicheleweshe kwa ajili ya muda wa karibu, muda mfupi tu, nipe dakika chache tu. Ukafanye nini? fa asaddaqa wa akun minas salihin, ili nitoe sadaka na niwe miongoni mwa watu wema. Sasa utapata fursa angalau dakika moja uende ukazichomoe si radibi si wapi ukazigawe. Sikiliza Allah anasemaje, wala yuakhira Allahu nafsan idha jaa ajaluha, Allah kamwe hatoichelewesha nafsi pindi ambapo ajali yake, ahadi yake itakapofika. Muda umefika baba, hakuna kumswalia mtume hapa, utaondoka tu. Wallahu khabirun bima ta'malun, na Allah ni mjuzi juu ya yale mnayoyafanya. Katika Sahih al-Bukhari hadithi nambari 1001, sikiliza mtume Muhammad anasemaje. Sikiliza mtume Muhammad anasemaje, ma min yawmin yusbihu al-ibadu fi, hakuna siku ambayo waja wanamka ndani yake, yani kila asubuhi mpaka kiyama, kila asubuhi waja watakapoamka ndani yake, illa wa malakani yanzilani, isipokuwa malaika wawili wanateremka kutoka mbinguni kila asubuhi mapema kabisa. Yaqulu ahaduhuma, mmoja wao atasema, malaika wawili kila siku asubuhi wanateremka, alafu wanaomba dua. Mmoja anaomba dua ya kheri, mwingine anaomba dua ya shari. Anasema wa kwanza, Allahumma, ewe Allah, a'ti munfiqan khalafa, Allah nakuomba kila atakayetoa katika siku hii ya leo, mpe mbadala, mpe maradufu. Hongera mtoaji, hongera mwenye kunyoosha mikono yako, hongera mwenye imani, hongera mwenye huruma, hongera wewe ambaye unajua kwamba mali yako ni mapito na iko siku utaiacha. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anatuambia kila siku asubuhi watu wanapoamka malaika wawili wanateremka. Wa kwanza anasema, ewe Allah, mpe maradufu, mzidishie mara 2 yake yule atakayetoa siku ya leo. Na wa pili atasema, Allahumma a'ti mumsikan talafa, ewe Allah nakuomba kila chuma. Chuma mnajua vijana wa Dar es Salaam, ukisikia jamaa chuma, kipindi cha nyuma kunaitwa stone tangawizi. Unajua stone tangawizi ile? Ukisikia jamani stone huyu maana yake chuma. Na sisi Temeke tunawaita mabolten nati. Ewe Allah, kila atakayezuia, kila bakhili, kila chuma, kila bolten nati anayekataa kutoa siku hii ya leo, mpe kuharibikiwa mara 2. Sasa una usalama? Basi angalau toa ili laana hii malaika isikupate. Toa ili dua mbaya malaika isikupate. Sasa kabla sijaingia katika kisa changu, wengi katika sisi wakisikia habari ya kutoa, akili zao zinakimbilia kwa mabilionea.
Mtu anakata alhamdulillah aliyonijalia kwa maskini, hizi madongo haya ya matajiri. Madongo haya ni ya matajiri. Allah anasema katika suratu At-Talaq, kisha nimalizie kisa chetu. لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. لينفق ناتوي ذو سعة من سعته, kila mwenye wasaa, milionea, bilionea, tilionea, zilionea, atoe kadri ya wasaa wake unavyomruhusu. Waman qudira alayhi rizquhu, na yule ambaye amekadiriwa riziki yake kuwa ni finyu. Mwenzangu mie na wewe sikiliza Allah anasemaje, na mwenye kipato finyu alale? Hapana, falyunfiq mimma atahu Allah, atoe hicho alichompa Allah jalla fi ula. La yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha, Allah hatoikalifisha nafsi illa kile ambacho amekiipa nafsi ile. Sayaj'alu Allahu ba'da usrin yusra, Allah atafanya wepesi baada ya ugumu. Kwa hiyo kutoa kunapelekea kupata wepesi kila mambo yako yakiwa magumu. Mimi swali moja nikuulizeni vijana wa Dar es Salaam. Vikapu vya misikiti. Msikiti ni nyumba ya nani? Si ndio nyumba pekee duniani Allah anasema ni yake? Nyumba ipi? Wa anna almasajida, si misikiti anasema ni ya kwake, sio? Vikapu vya msikiti, vya misikiti vikizungushwaga Ijumaa tu kwa wingi huu mlionao mpaka inafika kwa imamu, pesa zinazoongoza wekundu wa Msimbazi, unatakiwa uitikie. Hata kama wewe Yanga, nikusikia unaongea habari ya njano ni kwa bahati mbaya pesa kubwa katika Tanzania, noti kubwa nyekundu, si ndio hivyo mimi sina timu wewe, msije mkanabashe Simba. Sina Simba, sina Yanga, mimi na dini tu. Pesa zinazoongoza ni zipi? Buku, chenji zile, si ndio hivyo? Sasa wewe unaitoa pesa ndogo ndogo hivi, hii nidhamu ya kwamba msikitini ni chenji, ikizidi jelo buku 5 wekundu wa Msimbazi, haifai. Unaona kama vile sio? Hii policy umeitoa wapi? Aya gani? Hadithi gani? Alafu sasa nigeuze shilingi upande wa pili. Kijana aliyewahi kutongoza unampaga buku jelo 200. Kila mmoja anajijua hapo, nani wembe, nani msumari, nani sindano, mnajijua wenyewe. Siku hizi shekhe, mtu akishamchukua yule mwanamke, kwanza kitu cha kwanza wanaenda kula, kuspend, wenyewe wanaita, wanakwenda kuspend. Na vibinti vya sasa hivi napenda wa vichipsi hivi, chipsi kuku ni anakunywa vya kutosha. Nyumba ya haramu ya kwenda kufanyiwa zina unalipia wewe mwanaume, na baada ya hapo wekundu wa Msimbazi ushafanya tendo lako chafu, starehe ya muda mfupi, madhambi ya kudumu kama hukutubia na hukuacha. Alafu angalau kiuchache, kwa uchache kabisa, mkono mmoja 1050 na msamaha juu.
baby, unajua mambo mabaya baby, chukua hii, siku mbili hizi nitakucheki, nitakutumia kwa nani mane zile Tigo si nini. Msikitini kutoa 50 roho inamuuma. Sasa kama ushakugawa sana Wekundu wa Msimbazi kwa totos, kwa mademu, Mtume anasema wa atbi'i sayyi'ata alhasanata tamhuha, ukifanya ovu fanya haraka ulifute kwa jema. Kule kama umepeleka Wekundu 5 huku leta 5 au zaidi ndio tafuta. Yaani kule ukapelekea 5 eti huku unaletea mimi buku yako iliyopitwa na wakati tangia mwaka 1947 tena imepigwa na mikanda imechakaa ndo unamletea Mungu msikitini. Ndio siku moja nimetumiwa message ndugu zangu mwezi wa Ramadhani. Nadhani message za kutengenezwa. Sio Sheikh Abdullah ushakutana na message hiyo? Mwezi wa Ramadhani kuna message nilitumiwa. Imamu amesimama msikitini kuchangisha kwa ajili ya msikiti. Katoa aya zote za Makka na Madina. Kamaliza aya zote za kutoa. Waislamu wamekaa kimya tu. Ghafla jambazi kachomoza na mtutu. Akamwambia mkono juu na wamaliza hapa nahitaji pesa. Kaondoka na gunia 5 za pesa msikitini. Wale ambao aya za Makka na Madina zimeshindwa kuwachomoa pesa, bunduki imewachomoa pesa. Kisha jambazi akaja mbele akasema, Imam, mimi sio jambazi. Hawa wana imani, hao mpaka waone mtutu. Chukua jengea msikiti wa Allah. Sheki imamu azichukue kweli, ajengee msikiti, afanyie repair kweli au awarudishie. Nyinyi mnasemaje? Awarudishie? Ingia msikitini. Inakubalika lakini umetoa kwa hiari yako kweli? Fala yu'minu hatta yarau al'adhab al'alim. Nabii Musa alimwambia, ya Rabbi, muangamize Firaun na watu wake, hawa hawatuamini mpaka waonyeshe adhabu iliyo wazi kabisa. Waislamu wa sasa wanataka waone vitu wazi. Waislamu, kwa kumalizia, katika sura ya 9 suratu Tauba aya nambari 75, na mniruhusu nawasomee, maana imam kanaambia kuna watu hapa wanapenda sana rasti hapa. Allah anasema, wa minhum man ahada Allah la in atana min fadlin lanasaddaqanna wa lanakunanna min as-salihin falamma atahum min fadlin bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا ما وعد الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. الحافظ ابن كثير الشيخ العلامة صالح الفوزان kwenye kitabu chake Al-Khutab Al-Mimbariyah wanasema hizi aya zilimteremkia sahaba mmoja alikuwa akiitwa Tha'laba ibn Hatib. Na wengi watu wa tafsir wengi wanasema imemteremkia Tha'laba. Watu wa hadithi wanasema hapana, haikumteremkia Tha'laba. Tha'laba alikuwa ni sahaba mtukufu mtakatifu, hakuwa na sifa hizo za unafiki. Ilmuhim, kisa hichi kipo. Waliosema ni Tha'laba wanasema Tha'laba alimwendea bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam siku moja, akamwambia, Rasulullah, ud'u Allah liya an yarzuqani mala, ewe mtume wa Allah, niombee kwa Allah nipe mali.
Nyote hapa mnataka mali hapa. Mtu ukifika Lailatul Qadr mnaombaga nini? Hela, fedha baba, fezea ya Rabbi. Nipe Bibi Aisha asema ya Rasulullah, nikijua usiku huu ni Lailatul Qadr niombe nini? Kamwambia omba afya na msamaha. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ewe Allah, wewe ni mwingi wa kusamehe na unapenda kusamehe, nisamehe. Akisha kusamehe fedha zitakuja. Tatizo sisi tuna magomvi naye, tunamuudhi usiku mchana, atakupa vipi fedha? Wewe leo ukishika maji ya Zamzam ukipewa Zamzam ukitilia nia unafanikiwa. Mnaombaga nini? Afya, umri mrefu, ucha Mungu. Ya Rabbi, hela ya Rabbi, tajiri ya mimi, na kwa hii nitajenga msikiti ya Rabbi. Wenzenu walichemka mbele ya Mtume, waliomba hivyo hivyo. Mtume anamwambia hivi, mie ningelitaka mali ningemwomba Allah milima yote ya Maka na Madina ingegeuka ingekuwa ni madini kwa ajili yangu, lakini sitaki kuwa kama mimi. Sema Rasulullah, niombee kila siku, niombee mali. Mtume anamwambia hivi, qalilun yakfik khairun min kathirin yutghik. Kidogo kichache kitakachokutosha ni bora kuliko kingi kitakachokutia jeuri. Ya Rasulullah, niombee. Akajicommit, akaapa, la in atani Allahu malan la u'tiyanna kulla dhi haqqin haqqah. Ninakuapia ewe mtume wa Allah, Allah akinipa mali, kila mwenye haki yake nitampa haki yake katika mali yangu. Mtume alipoona sasa ujamaa mpaka na viapo, basi ni mkono mmoja, Allahumma a'ti Tha'labata mala. Dua moja tu, ewe Allah mpe Tha'laba mali. Tha'laba shekhi, miezi miwili tu, mbuzi wa kwanza. Mali yao zamani ilikuwa ni mbuzi, sawa na nyinyi zabna malori manini, mbuzi, ng'ombe wameenda, sijui ngamia wamekuwa wengi kiasi ambacho mjini hawezi tena. Akatoka nje ya mji akaandaa mji wake, mali zinatiririka. Tha'laba aliyekuwa anaitwa njiwa wa msikiti, yeye na imamu anafika yeye kabla ya imamu, akaanza kupotea msikitini, aonekani ila Ijumaa, mali hiyo. Wengine mkimomba Allah anawajua, hakupi duniani, anajua utageuka futi 222 utadhani sio yule, anakuwekea akhera. Tha'laba akaanza kupotea, ikateremka aya, khudh min amwalihim sadaqa, nenda kachukue katika mali zao zaka, kachukue, usiombe, zaka ni lazima. Mtume akawatuma maswahaba, mmoja katika watu wa Bani Salim na wengine, nendeni kwa Tha'laba, mwambieni katika wanyama wake mahesabu yako hivi, atoe wanyama kadhaa kwa ajili ya zaka. Kwanza akaambia njoini kesho. TRA wakienda, kwanza matajiri wa Kiislamu jiulizeni, zaka mnayompa Allah na mafaini mnaopigwa na watu wa TRA, kipi kikubwa? TRA kama mupo hapa nivumilieni, mimi naongea dini hapa. Zaka ni ndogo sana. Yaani milioni moja unatoa shilingi ngapi? Alfu 25. Ni robo, si ndio? Robo ya fungu la 10. Milioni 10 unatoa ngapi? Robo ya fungu la 10. Haya, unatoa ngapi milioni 10? 250,000. 250,000. Milioni 10 yako unalipia 250,000. Akina Shedoga kule Temeke, mwanasheria wakubwa anatuambia ukianza kumiliki kuanzia milioni 7 na kuendelea, zaka kwako lazima. Haya, milioni zako 7 unatolea ngapi? Ikiwa milioni 10 unatoa 250,000. Allah anachukua kidogo sana kwako, kakupa kingi anachukua kidogo kwako. TRA bilioni 8. Pressure imekupanda. Mungu ulikuwa unamtosa sana na mtume wake. Mashehe wakikwambia unawatosa na waita njaa. Sasa ngoja tu, mvumilieni tu. Muislamu ukiona unafilisiwa na mamlaka husika, kaa ujiulize wapi ulipokosea. Unatoa zaka utoi,
unatoa sadaka utoi, wapi ulipomudhi Mola wako? Thalaba akabadilika, njoeni kesho. Wakaenda kesho tena. Siku ya 3 masahaba akasema tumechoka, tupe majibu ya kutosha ya kueleweka. Akasema bwana mimi Muislamu au mimi kafiri? Wakaambia Muislamu. Sasa hizi mnazodai si mbona nafanana na kodi za kuwadai makafiri? Jizya, hiyo jizya hii. Baba, hiyo jizya. Sheria ya Kiislamu inasema ikiwa nchi ya Kiislamu na wanaishi wasiokuwa Waislamu, kuna kodi wanalipa. Hawabughudhiwi, wafanye shughuli zako, ni kuna kodi watalipa. Sasa huoni mnalipishwa kodi? Mimi akaanza kugeuka. Masahaba wakarudi kwa Mtume, akamwambia Rasulullah, katusumbua katutosa. Mtume akasema ya waila li Thalaba, ole wake Thalaba. Zikateremka aya wa minhum man ahada Allah, na miongoni mwa wanafiki wapo waliomwahidi Allah, la in atana min fadlihi, ya kwamba atakapotupa Allah katika fadhila zake, lanasaddaqanna, tutatoa sadaka, wala nakunanna minas salihin, na tutakuwa miongoni mwa watu wema. Falamma atahum min fadlihi, Allah alipowapa kutokana na fadhila zake, bakhilu bihi, wakafanya nini? Ubakhili. Watawallau, na wakaondoka, wakakengeuka. Wahum mu'ridun, wakapuuza wito wa Allah. Fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yawmi yalqawna, Allah amewajaza na kuwapiga muhuri wa unafiki katika mioyo yao mpaka ile siku atakapokutana naye. Thalaba kusikia habari hizo, anakuja kwa Mtume mbio, mbia Rasulullah, mimi sikuelewa, hawakunielewa, hii hapa ya Rasulullah. Mtume akamwambia aya ishateremka, nimeambiwa nisipokee chako, ushahukumiwa mnafiki na ushapigwa muhuri, unasubiriwa akhera motoni. Kasaga meno, katoa machozi ya damu ya Simba na Yanga yote wamemtoka, akupokelewa. Mtume kafa. Kaja wakati wa Abubakar, kaleta zaka. Abubakar akamwambia siwezi kupokea zaka yako wakati Mtume alikushaikataa. Abubakar kafa. Kaja kwa Umar. Umar akamwambia tena unaondokea kabla sijakuchinja hapa, wewe mnafiki, aya ishasema kabisa wewe mnafiki. Kaja wakati wa Uthman kakataa. Thalaba amekufa wakati wa Uthman akiwa munafiki na amehukumiwa kwenda motoni. Ulama utafsir wanasema ni Thalaba, ulama alhadith wanasema sio Thalaba. Almuhim, masala haya ni masala khilafia, lakini kisa hiki Waislamu kipo. Waislamu tujengee desturi ya kupenda kusaidia dini yetu. Kabla mjaondoka vijana, kabla mjaondoka, kuna kitu, kuna msikiti, kuna kanisa, sio? Kuna msikiti, kuna kanisa. Sisi siku yetu kubwa, sikukuu yetu katika wiki ni siku gani? Ijumaa. Wenzetu kuna wa Jumamosi na kuna wa Jumapili, sio? Michango yao, sadaka zao wanazokusanya Jumamosi, wenye Jumamosi, na wenye Jumapili, na si Ijumaa, zikifananishwa tunalingana? Ina maana kuna ukame mtupiga sie tu, tumekoroneka sie peke yetu tu. Kukoroneka mnajua? Tumepigwa na corona peke yetu tu. Sisi tunaishi pamoja wote. Yani wao, sisi tunaamini hawapo kwenye dini ya haki, wala imani yao sio sahihi. Ndio imani yetu, si ndio hivyo? Eti pamoja na hayo wana imani kubwa juu ya dini yao na imani yao, na wanatoa ili wapate uzima wa milele. Wewe ambao unasema dini yako ni haki, imani yako ni haki, Allah ni wako, Mtume Muhammad ni wako, ya Rabbi Firdaus, ya Rabbi daraja ya kwanza, ya Rabbi, hakuna bakhili bolte nati kama wewe. Kati ya Waislamu na wasiokuwa Waislamu, wepo wenye hali ngumu katika nchi. Wepi? Kusanya wao maskini unaowajua, wajane unaowajua, mayatima unaowajua, asilimia kubwa Waislamu. Sasa nani alaumiwe? Mchawi nani? Wafanya biashara wa Kiislamu wakubwa waliopo nchini hawana habari na Uislamu ila wachache, na wana nyota zao, Unaambia mzee nyota yake haijaendana na wewe. Waislamu tubadiliki, tuwe na desturi ya kujitoa.
Mfano msikiti huu kama unaamua kuja kwa wiki tu 500 kwa mwezi bei gani? Mwezi una wiki ngapi shehe? 500 mara 4 ngapi? 2000 tu. Kwa wingi wenu wallahi mtafika mbali na mtasaidia. Shule za Kiislamu ziangalieni, zimeungua nyingi sana mwaka jana 2020. Mara wapi shule imeungua? Wapi shule imeungua? Ushasikia mfanya biashara hata mmoja akienda pale akisema mimi nitafanya kila kitu? Ngoja jengo la Yanga au Simba liungue. Wanaenda waendi? Mtaniwa radhi Yanga na Simba, msione kwamba nimewashikilia bango leo. Ndio kwa sababu huko mnakoelekea nyie. Dini iko wapi? Pendeni mtakayoyapenda, lakini dini yenu muitangulize kabla ya kila kitu. Huu ndio ujumbe wangu wa leo. Tuache ubakhili. Kuna watu shekhi mabakhili kiasi ambacho hapa sasa hivi tukisema kila moja atoe alichonacho. Tuanzishe hapa desturi. Nimekuja, nimewaitikia. Basi huu mpango nilioanzisha 500 kwa wiki au buku kwa wiki, 1400 kwa mwezi shekhi. Vocha yako unatumia shilingi ngapi wewe? Waislamu wa zama hizi shekhi, mwenye simu chache 4 kama wake wa 4, masna wa thulatha wa rubaa, simu 4. Ana WhatsApp ya Tigo, ana WhatsApp ya Airtel, ana WhatsApp ya Voda, anakwambia ni 4G, ana nyingine si WhatsApp gani. Zote zinahitaji kuhudumiwa kila mwezi kama mke. Uongo kweli? 1400 kumwambia kwa mwezi ulete hapa ngumu. Mko tayari tuanze sunna hii msikiti huu? Wangapi wako tayari? Mbona mnaanza kwa wanyonge? Au tulete bunduki humu? Nauliza tena, mko tayari kila Ijumaa uje na sadaka yako kwa ajili ya maendeleo ya msikiti na shule ya Kiislamu? Wangapi wako tayari? Haya, tunapanga 500, tunapanga 1000. Wanaosema 500 mkono juu. Mmoja wawili. Wanaosema 1000 kwa wiki. Takbir. Rabbi, kama walivyonyanyua mikono yao wanyanyue daraja duniani hadi akhera. Rabbi, kama walivyoonyesha imani na ishara, ya Rabbi wakunjulie riziki waja wako hawa. Wape riziki pana isiyokuwa na hisabu iliyotokana na chumo la halali ya arhamar rahimin. Na wawezeshe na wasaidie waweze kutoa katika dini yako ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Waislamu, nitafurahi sana ikiwa azimio hilo litapita. Mimi sasa naanza. Imamu, tumesema buku kwa mwezi, si ndio hivyo mimi ninaanza. Hiyo 10,000 itakuwa na sasa na shilingi ngapi? Miezi mingapi? Ushamaliza miezi kadhaa. 2 inataka kufika Sawa, usidharau jamani. Waarabu wanasema shoka imetokana na misumari, yani sindano nyingi kuzikusanya ishakuwa shoka. Waswahili wanasema haba na haba hujaza kibaba. Pitisha shekhe, wawezi kuweka 1000 na hivyo desturi yako. Ujambe ya Rabbi 1000 ya Rabbi. Najua ya Rabbi nakupa kidogo sana. Unanipa kingi sana, lakini naomba 1 2 3. Hebu fanyeni kwa ajili ya Allah na mtume wake. Na mjue kabisa mimi hapa sina changu. Msije mkasema mimi hapa naondoka. Wallahi sitaki chochote. Kwa ajili ya Allah na mtume wake. Twende shehe, changamka tuombe dua. Imam, lete mwingine hapo shehe Abubakar, zungusha na nani yako. Tujiwekee desturi hii Waislamu. Angalau basi shilingi 1000 kwa Ijumaa, 1400 kwa angalau, wallahi zitafika mbali. Alafu acheni dhana kusema bana zitaliwa. Wewe ushajitoa dhima. Bibi Aisha kabla hajatoa sadaka, shehe wangu alikuwa akizungushia perfume, miski. Akaulizwa bana sadaka nao unaizungushia? Akasema nimemsikia mtume anasema kabla hajaipokea muhusika anaipokea kwanza nani? Allah. Nataka Allah ipokee hali yako inanukia. Twende haraka jamani, muda umeenda sana. Shekhe, baada ya Ramadhani panapo hai na uzima, uniambie desturi hii kama imeendelea, nije sasa Waislamu tufanye dua maalum kwa ajili yao wote hapa. Kila mmoja Mwenyezi Mungu amfungulie, kwa kila mmoja na majanga hapa, kila mmoja na mazito yake hapa. Kuna ambao wana mahusda, mahasidi wanawafatafata, kuna ambao wanafanywa visokorokwino huko makazini mwao. Allah subhanahu wa ta'ala kupitia sadaka zao na imani zao awafanyie wepesi na awape ushindi daima katika mambo yao. Na mpango ukifa, wewe niambie umekufa tu basi. 1000 kwa wiki.
Unaweza kufa shehe? Eti shehe, sitakuwa mtihani huo. Twende jamani, mtoto kaleta 1000, Mwenyezi Mungu ambariki mtoto. Shehe, nataka kuomba dua na yule ambaye anahisi hana chochote kwa leo, basi ajipange kuanzia Ijumaa ijayo kuja kuswali hapa, leta 1000 yako. Kama ni msikiti wako wa siku zote, Ijumaa moja umekosa kwa bahati mbaya, pirika zimekukuta njiani, ile 1000 iwekee na wiki inayofuata 2000. Twende na desturi hii. Wallahi wenzetu wanakusanya pesa nyingi sana katika nani zao, katika majumba yao ya ibada. Kabisa. Hakuna muujiza, wao sio malaika, nyinyi binadamu. Nyinyi ni binadamu na wao binadamu, lakini wamekuwa na imani juu ya wanachokifanya. Sisi tumekosa imani eti. Tumalize shehe. Allah tupe imani, Allah tupe ikhlas, Allah tunakuomba utupe wepesi ya Rab. Mwenye magumu na ugumu katika mambo yake umpe wepesi ya Rab. Yule ambaye mambo yake ni mepesi, endelea kumuongezea wepesi ya Rab. Mwenye maradhi mponye ya Rab, mwenye maradhi umponye ya Rab. Wagonjwa wetu wafanyie wepesi, maiti zetu warahamu ya arhamar rahimin. Turuzuku bila ya hisabu, tupe riziki yenye baraka na halali. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقه من بعده تفرقا معصوما. أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا. اللهم يسر يسر لنا أمورنا، يسر لنا كل عسير، فإن تيسير كل عسير عليك يسير. اللهم سهل لنا مما نريد، نجنا مما نخاف، بفضلك يا لطيف، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم كما جمعتنا في هذا المسجد المبارك، اجمعنا غدا في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا.